Hujambo tena kwa mara nyingine tena na kusalimia mchana wa leo. Kwa majina yangu ni Paul Karanja. Siku ya leo ningependa kuongea na Wakenya wenzangu, haswa wapiga kura wa Ol Kalou, nikiwakumbusha kwamba uchaguzi utakuwa tarehe 16 wiki hii, ambapo ni wiki hii tu kwa sasa. Kampeni zinamalizika rasmi leo Jumatatu saa 12 ya jioni. Kwa hivyo ukipatikana saa 1:01 ukifanya kampeni utakuwa umevunja sheria za IEBC, na IEBC inaweza kukudisqualify ama kukutoa katika kinyang'anyiro. Ushauri wangu kwa mpiga kura wa Ol Kalou, tumeona viongozi wengi, tumeona viongozi wa serikali, tumeona mrengo wa upinzani, tumeona wagombea tofauti tofauti wa vyama ambavyo vimekuwa vikitaka hiki kiti ambacho kiliachwa na mbunge aliaga dunia Kiaraho. Kwa hivyo angependa kumrithi marehemu Kiaraho Ol Kalou, tafadhali fuata sheria za IEBC. Kampeni ikifungwa usifanye kampeni. Wewe mpiga kura, na wewe mpiga kura uko hapo, usipige kura kwa kushawishiwa, usipige kura kwa kufurahisha mtu fulani, usipige kura hii kwa ajili umepewa kitu na mtu fulani. Piga kura ukichagua kiongozi, na haswa kiongozi ambao unajua atakuja kufanya nini kwa katika hizo siku ambazo atakuongoza. Kuna wale wanasema watachagua UDA, ni sawa. Kuna wale watachagua DCP, ni sawa. Kuna wale watachagua inaitwa nini, hii ilikuwa ya Uhuru, Jubilee, ni sawa, na zile vyama zingine zote. Na kama pia kuna watu wamesimama na independent, pia ni sawa. Langu muhimu ni wewe mpiga kura, upige kura ukijua unachagua kiongozi wa aina gani. Usichague kiongozi kwa maana umeshawishiwa na ama kupewa kitu ama kuvutiwa na kitu fulani ili ukachagua mtu. Chagua mtu ambaye unajua huyu mtu kwa hiyo muda umebakia atanipeleka mahali, atakuwa ameniongoza hizo siku ambazo zimebakia, tutasaidia na yeye. Kwa hivyo unapofanya uamuzi wako siku ya leo kwa uchaguzi ujao, chagua mtu ambaye unaona huyu ni kiongozi. Usichague mtu kwa vile umeshawishiwa. Usikubali kuhongwa, usikubali kuvutiwa na kitu fulani, usikubali kutishwa. Chagua mtu kulingana na sera zenye amekuuzia, ukaona huyu mtu anafaa kuniongoza, na kwa huo muda umebakia atakuwa kiongozi wangu. Tunapotokea siku ya uchaguzi tarehe 16, ombi langu, tokea mapema, piga kura yako, rudi nyumbani ama rudi kazini yako ama rudi mahali unasikia uko sawa na hapo mahali. Usikae kwenye kituo cha kupigia kura, rudi nyumbani, ngojea matokeo kwa vyombo vya habari, ama pia ikiwezekana kama ulikuwa kazini, rudi kazini kwako ungojee matokeo. Na usisikize fununu ati huyu ndiye ameongoza, ngojea matangazo rasmi ya IEBC. Hiyo ndio itakuwa final. Na kama kuna mtu atakuwa hajaridhika na matokeo, kuna njia za kutatua matatizo kuna njia za kutatua matatizo kama hayo kupitia kufile case kotini. Kesi inasikizwa, ule ulikuwa unaona kama hakuwa ameshinda, koti inaamua alishinda ama hakushinda. Kama ulikuwa uko na ushahidi ya kwamba alikufanya hivi na hivi, unatoa ushahidi, koti inaangalia, inaona hivi na hivi. Lakini ushauri wangu, mtu wa Ol Kalou, kumbuka Ol Kalou ni yenu, si yangu. Ol Kalou ni yako. Wewe ndiye mpiga kura, unachagua kiongozi wako, unachagua atakaye kuongoza kwa huo muda ambao umebakia ili kufika kwa uchaguzi mkuu ujao 2027. Piga kura kwa amani, chagua kiongozi, chagua atakaye kufaidi, chagua atakaye kuongoza. Usichague kwa kushawishiwa. Uamuzi ni wako.